Samia Suluhu amezimia ndani ya ikulu ya Tanzania baada ya kupokea taarifa mbaya. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenya Scoop, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Tamko la ACT Wazalendo kwamba limeazimia kuongoza mapambano ya kitaifa ya kupigania katiba mpya limekuja kama pigo la moja kwa moja kwa mfumo wa utawala unaotegemea katiba inayozidi kupoteza uhalali wa kisiasa na kijamii. Taarifa hizo zimemshtua vibaya Samia Suluhu ambaye amekuwa kiongozi wa nchi ya Tanzania tena baada ya kuchaguliwa katika uchaguzi ambao kidogo ulimwaga damu, na vile ambaye amekuwa akihifadhi katiba hiyo isije ikafanyiwa marekebisho. Katika mazingira ambayo haki, uwajibikaji na ushindani wa kisiasa vimebanwa kwa sheria, kanuni ya maamuzi ya kiutendaji, kauli hii si kauli ya kawaida ya chama cha siasa, ni ishara ya wazi ya kupasuka kwa pazia la uvumilivu wa muda mrefu, na ni onyo kwamba mjadala wa katiba hauwezi tena kusukumwa pembeni bila gharama ya kisiasa. Msimamo wa ACT Wazalendo umejengwa juu ya hoja ya msingi kwamba demokrasia ya kweli haiwezi kuwepo bila katiba mpya. Hoja hii inagusa kiini cha mgogoro wa kimuundo wa Tanzania, ambapo katiba ya sasa imekuwa chombo cha kulinda mamlaka ya dola kuliko kulinda haki za wananchi. Kauli ya makao mwenyekiti wa ACT Wazalendo Bara Isihaka Mchinjita inayosisitiza kwanza mara moja kwa mchakato wa katiba mpya inaweka shinikizo la wazi kwa serikali na bunge, hasa katika kipindi ambacho uhalali wa taasisi hizo umekuwa ukipingwa na vitendo vya wenyewe. Historia ya madai ya katiba mpya nchini Tanzania ni ndefu na yenye majeraha, na tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 imeendelea kubaki na mamlaka makubwa ya rais, udhibiti wa mihimili mingine ya dola na mapungufu makubwa katika ulinzi wa haki za msingi. Madai ya mabadiliko ya katiba yamekuwa yakijirudia kila uchaguzi na kila mgogoro wa kisiasa na kila awamu ya uongozi, lakini yamekuwa yakigonga ukuta wa maslahi ya kisiasa ya walioko madarakani. Mchakato wa katiba mpya ulioanzishwa rasmi mwaka 2011 ulionekana kama hatua ya kihistoria ya kukabiliana na mizizi ya migogoro ya kisiasa na kimuundo. Hata hivyo, mchakato huu ulivurugwa na siasa za vyama, hofu ya kupoteza madaraka na matumizi ya bunge maalum la katiba kama uwanja wa kushindania nguvu badala ya kujenga mwafaka wa kitaifa. Rasimu ya katiba iliyotokana na maoni ya wananchi iliyosimama kama ushahidi wa mapenzi ya umma, lakini uliachwa bila kura ya maoni na hivyo kugeuzwa kuwa kumbukumbu ya ahadi iliyosalitiwa. Ndani ya muktadha huo, hatua zilizopendekezwa na ACT Wazalendo zinaonekana kama jaribio la kufufua mchakato uliokufa kisiasa lakini unaoishi kijamii, na mapendekezo ya kupitiwa upya na kurekebishwa kwa sheria ya mabadiliko ya kikatiba ya mwaka 2011 na sheria ya kura ya maoni ya mwaka 2011 yanagusa kiini cha tatizo la kisheria linalotumiwa kuchelewesha mabadiliko. Sheria hizi zimekuwa zikimpa serikali mamlaka makubwa ya kudhibiti mchakato, ratiba na maudhui ya katiba, kinyume na dhana ya mamlaka ya wananchi. Shinikizo la kuwasilishwa na kupitishwa kwa mswada wa marekebisho ya sheria hizi katika mkutano wa bunge unaoanza Januari mwaka 2026 linaweka suala la katiba moja kwa moja mezani mwa mwakilishi wa wananchi. Hii ni hatua inayolazimisha wabunge kuchagua wazi kati ya kulinda maslahi ya chama na uongozi wa juu au kusimama upande wa ndani wa wananchi waliochagua. Katika mfumo ambao bunge limekuwa likikosolewa kwa kuwa muhimili dhaifu wa uwajibikaji, shinikizo hili lina uwezo wa kufichua mipaka ya uhuru wake. Pendekezo la kuitishwa kwa mkutano wa kitaifa unaoshirikisha wadau wote linagusa jeraha la zamani ambalo halijapona, hasa swala la muundo wa muungano.
Na tangu kuundwa kwa muungano wa Tanganyika na Zanzibar mwaka 1964, mjadala kuhusu muundo wake umekuwa ukirudiwa kwa awamu, mara nyingi kwa sauti za chini kutokana na hofu ya kisiasa. Na katiba ya sasa imeendelea kulinda muundo unaozua malalamiko ya muda mrefu kutoka Zanzibar hadi baadhi ya makundi ya bara, huku serikali ikitumia hoja ya umoja wa kitaifa kama kinga dhidi ya mjadala wa wazi. Wito wa mkutano wa kitaifa unaweka wazi hitaji la kukabiliana na masuala haya badala ya kuyaacha yaoze chini ya uso wa utulivu wa kulazimishwa. Uundaji wa timu ya wataalamu wabobezi kwa ajili ya kuandaa rasimu mpya ya katiba ni kumbukumbu ya hatua iliyowahi kuchukuliwa awali, lakini ambayo kazi yake ilidhoofishwa kisiasa. Hata hivyo, pendekezo hili linabeba ujumbe kwamba katiba si hatua ya chama tawala au serikali ya wakati huo, bali ni mkataba wa kijamii unaopaswa kujengwa juu ya utaalamu, uzoefu wa mapenzi ya wananchi katika mazingira ambayo sheria zimekuwa zikiandikwa ili kulinda walioko madarakani. Kusisitiza utaalamu ni kitendo cha kisiasa chenye maana pana. Hatua ya mwisho ya kuitisha kura ya maoni inaweka msingi wa kurejesha mamlaka kwa wananchi. Kura ya maoni ni tishio la moja kwa moja kwa mifumo ya utawala inayotegemea udhibiti wa maamuzi ya juu. Ndiyo maana kihistoria kura ya maoni kuhusu katiba imekuwa ikicheleweshwa, kuwekewa masharti magumu na kuogopwa waziwazi. Kusisitiza kura ya maoni na kusisitiza kuwa uhalali wa katiba hautokani na saini za viongozi bali ridhaa ya wananchi. Kikanda na kimataifa, madai ya mabadiliko ya katiba nchini Tanzania yanafuatiliwa kwa karibu na wadau wa Afrika Mashariki na vilevile mashirika ya haki za binadamu. Ukanda mzima umeshuhudia mwelekeo wa kuimarika kwa mamlaka ya kiutendaji na kudhoofisha kwa taasisi huru. Ndani ya muktadha huu, Tanzania inatajwa mara kwa mara kama mfano wa nchi iliyowahi kuwa na taswira ya utulivu, lakini sasa inakabiliwa na maswali mazito kuhusu uhuru wa kisiasa na utawala wa sheria. Msimamo wa ACT Wazalendo unaweka taifa katika mwanga mkali zaidi wa uchunguzi wa kikanda na kimataifa. Kwa serikali, wito huu ni mtihani wa kisiasa na kimaadili, na kukubali kuanza mchakato wa katiba mpya kutamaanisha kukubali kupunguza mamlaka ya mfumo uliopo. Kukataa au kuchelewesha kutathibitisha hofu kwamba katiba ya sasa inalindwa si kwa sababu inawahudumia wananchi bali kwa sababu inalinda madaraka. Na katika hali zote mbili, mjadala hauwezi tena kuzimwa kwa kauli za jumla au ahadi zisizo na ratiba. Kwa wananchi, mtamko hili inafungua ukurasa mpya wa uwajibikaji wa kijamii. Katiba mpya haiwezi kupatikana kwa matamko ya vyama pekee. Inahitaji shinikizo la umma, mjadala wa uwazi na ujasiri wa kukataa hofu iliyojengwa kwa miaka mingi. Ukimya wa wananchi umekuwa nguzo muhimu ya kudumisha mfumo wa sasa, na kuvunjika kwa ukimya huu ndiko kunakoogopwa zaidi na mamlaka. Mwisho wa mjadala huu unaelekea zaidi ya katiba kama hati, unagusa mustakabali wa Tanzania kama taifa linaloongozwa na ridhaa ya wananchi au amri za juu. Kukosa hatua sasa kunamaanisha kuhalalisha mfumo unaoendelea kuzalisha migogoro ya kisiasa, ukosefu wa uwajibikaji na kizazi kinachokuwa bila imani na taasisi zake. Hofu na kimya vinaweza kudumisha utulivu wa muda, lakini kujenga misingi ya mlipuko wa baadaye. Na wito wa ACT Wazalendo ni kengele ya tahadhari kwamba wakati wa kusukuma mjadala wa katiba mpya pembeni umekwisha. Tanzania inapochagua kati ya mabadiliko ya kimuundo na kuendelea na hali ilivyo, matokeo ya uamuzi huu yataandika historia ya vizazi vijavyo. Ama kama taifa litathubutu kurekebisha misingi yake, au kama taifa lililochagua ukimya hadi misingi ikaporomoka yenyewe. Ni hayo tuliokuandalia siku ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa, na kukuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi kwa taarifa zaidi.